Wakati dunia ikiamini kwamba siku ya Jumanne itakuwa ni siku kubwa sana pale Islamabad nchini Pakistan ya mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani, hatimaye siku hiyo imeota mbawa rasmi baada ya Irani kukataa kushiriki raundi ya pili ya mazungumzo na Marekani. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Irani IRNA, ambalo limeripoti punde tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba mazungumzo hayo yatafanyika nchini Pakistani siku ya Jumanne. Sasa kiukweli, taarifa ambayo Irani imeweza kuitoa ni taarifa kubwa sana, ambapo inaibua sintofahamu kubwa juu ya mustakabali wa makubaliano ya amani kati ya Marekani pamoja na Irani, ambapo kizungumkuti kimeingia katikati. Irani imesema kwamba yenyewe haitoshiriki katika raundi ya pili ya mazungumzo kutokana na kile ilichokiita madai ya kupitiliza ya Washington, matarajio yasiyo halisi, lakini kubadilika kwa msimamo mara kwa mara, lakini pia kauli zinazojikanganya pamoja na kuendelea kwa mzingiro wa kijeshi wa majini, jambo ambalo Irani imeliona kama ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini pia Irani ilishtumu Marekani kwa kucheza mchezo wa lawama na kusema uongo kuhusu ushiriki wa Iran katika raundi ya pili ya mazungumzo ili kuongeza shinikizo dhidi ya nchi hiyo. Kuna mambo ambayo Irani imeainisha kwamba ndiyo sababu ya wao kukataa kushiriki duru ya pili ya mazungumzo ambayo imetangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Moja ni kile ilichokiita madai ya kupitiliza ya Washington, lakini mbili ni matarajio yasiyo halisi, lakini tatu ni kubadilika kwa misimamo mara kwa mara ya Marekani, lakini nne ni kauli zinazojikanganya, lakini tano ni kuendelea kwa mzingiro wa kijeshi wa majini ambao Marekani kwa hivi sasa inazidi kuufanya mzingiro huo wa kijeshi. Taarifa ambayo imeweza kuripotiwa na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA imeeleza kwamba Irani yenyewe imeishitumu Marekani kwa kucheza mchezo wa lawama kwa kusema uongo kuhusu ushiriki wa Irani katika raundi ya pili ya mazungumzo ambayo inazidi kuiongezea shinikizo Irani. Na hapa lawama zote zinaenda kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yeye ametangaza kwamba Irani itafanya mazungumzo na Marekani nchini Pakistani siku ya Jumanne, na akasema kwamba ujumbe wa Marekani wenyewe utasafiri siku ya Jumatatu jioni moja kwa moja kuelekea Islamabad nchini Pakistan. Sasa jambo ambalo linaibuka hapa ni kwamba shutuma hizi ambazo anapewa rais wa Marekani Donald Trump, shutuma za uongo kwamba kile ambacho amekuwa kikizungumza mara nyingi ni sio uhalisia ule ambao unazungumzwa kutoka upande wa Irani, ni kitu ambacho kinaibua maswali mengi sana kwamba Trump anapovizungumza kuhusu Irani, je, kuna mawasiliano moja kwa moja na viongozi wa Irani au amekuwa akijitamkia kwa jinsi ambavyo anaona? Sasa Trump ameishitumu Irani kwa kiasi kikubwa sana. Yaani katika jumbe zake nyingi ambazo amekuwa akiziandika, zote zimekuwa zikipeleka lawama moja kwa moja kuelekea nchini Irani, akisema kwamba Irani limekuwa ni taifa ambalo linavunja makubaliano kwa kiasi kikubwa sana ya ceasefire. Lakini Trump ameenda mbali zaidi kwa kusema kwamba Irani nayo haikupaswa hata kufunga mfereji wa Hormuz, ambao kwa hivi sasa ndipo ambapo Irani imeushikilia mfereji huo kwa kiasi kikubwa sana, huku ikitoa masharti yake na matakwa yake ili iweze kushiriki mazungumzo. Sasa hii ni taarifa ya awali kabisa, mtazamaji wetu. Nitakuletea taarifa kwa undani kabisa kuhusu hiki ambacho Irani imekiamua kwa hivi sasa kwamba haitashiriki mazungumzo nchini Pakistan, licha ya kwamba Trump alitangaza hapo awali.